Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ikiwa itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha unajiabone na comment vile una partage. Tunawakaribisha katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo ili mpate kujua nini kinachoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile pembe zote za dunia. Unaweza ukatuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako, aidha mapendekezo yako, wala ukatujuza moja kwa moja unaendelea kufuatilia Congo Post News ukiwa sehemu gani au maeneo gani. Karibu mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mji wa Uvira na wilaya ya Uvira mkoani Kivu Kusini, shughuli za kawaida zilisimama kabisa Jumatano tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2026 kufuatia mwito wa Ville Morte, yani mji wa kusitisha shughuli uliotolewa na jamii ya kiraia wa Kivu Kusini. Tangu asubuhi, maduka, masoko, biashara pamoja na huduma nyingi za usafiri zilibaki zimefungwa, huku wananchi wakitii wito huo kwa kiwango kikubwa. Kwa mujibu wa rais wa jamii ya kiraia Mafikiri Mashimango, hatua hiyo imelenga kuonyesha mshikamano wa wananchi na kutoa ujumbe kwa mamlaka kuhusu hali ya usalama inayoendelea kuzorota kutokana na mapigano kati ya wanajeshi wa FARDC, vikundi vya wazalendo na waasi wa M23 wanaotumiwa kuungwa mkono na nchi ya Rwanda. Katika tamko lao, viongozi wa jamii ya kiraia wametoa madai makuu matatu. Kwanza, walitaka serikali ya Kinshasa kuwapatia wanajeshi wa FARDC pamoja na wapiganaji wa wazalendo vifaa vya kisasa vya kijeshi ili kuongeza uwezo wao wa kukabiliana na mashambulizi yanayoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pili, walikosoa kile walichokiita unafiki wa jumuiya ya kimataifa, wakisema licha ya kuwepo kwa makubaliano mbalimbali ya amani yaliyotiwa saini, bado hatua madhubuti hazijachukuliwa kukomesha mzozo huo na kuzuia kile wanachodai kuwa ni uvamizi wa Rwanda nchini DRC. Tatu, jamii ya kiraia ilitoa onyo kali kwa wanajeshi wote wa FARDC au wapiganaji wa wazalendo ambaye hatahusika na njama ya vitendo vinavyoweza kudhoofisha ulinzi wa taifa. Walisema mshikamano na uaminifu kwa taifa ni muhimu katika kipindi hiki cha vita. Hatua ya kusimamisha shughuli mjini Uvira inaonyesha kiwango cha wasiwasi wa wananchi kuhusu hali ya usalama na matarajio yao ya kuona serikali inachukua hatua za haraka ili kuimarisha ulinzi wa eneo hilo. Kwa sasa kwa wakati huo wa jana, hali iliendelea kuwa ya utulivu, huku shughuli nyingi zikiwa zimesimama kufuatia mwito wa jamii ya kiraia. Wananchi waliendelea kusubiri majibu kutoka kwa serikali kuhusu madai yaliyowasilishwa. Hiyo ndio ilikuwa ripoti yetu ya habari kutoka mjini Uvira, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wasafiri wanaotumia barabara zinazounganisha Uvira na Luvungi, Mwenga na Uvira pamoja na Uvira, Fizi na Baraka katika mkoa wa Kivu Kusini wameeleza wasiwasi wao kutokana na kuongezeka kwa vizuizi vya barabarani vinavyowekwa na baadhi ya wapiganaji wa wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika mapambano dhidi ya waasi wa M23. Kwa mujibu wa ushuhuda wa wananchi uliokusanywa Jumanne tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2026, wasafiri wanaolazimika kupita katika barabara hizo wanadaiwa kulipa fedha zinazokadiriwa kuwa kati ya faranga za Kongo 10,000 hadi 50,000 katika kila kizuizi. Wananchi wanasema hali hiyo imeongeza gharama za usafiri na biashara, huku ikiwaletea mzigo mkubwa wa kifedha. Wafanyabiashara na madereva wanaotumia njia hizo mara kwa mara wanasema ongezeko la vizuizi vimekuwa vikwazo vikubwa kwa wasafirishaji wa bidhaa na huduma. Baadhi yao wameeleza kuwa malipo hayo yasiyo rasmi yanasababisha kupanda kwa bei za bidhaa sokoni, jambo linaloathiri moja kwa moja wananchi wa kawaida. Licha ya kutambua mchango wa wazalendo katika kusaidia FARDC kupambana na makundi ya waasi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakazi wa maeneo hayo wanasisitiza kuwa vita dhidi ya waasi havipaswi kuwa sababu ya kuwaongezea wananchi mzigo wa kodi au ushuru usioidhinishwa. Wamezitaka mamlaka za serikali na viongozi wa kijeshi kufuatilia tuhuma hizo na kuhakikisha kuwa usalama wa raia pamoja na uhuru wa usafiri unalindwa.
Kwa sasa hakuna tamko rasmi iliyotolewa na FARDC au viongozi wa wazalendo kuhusu malalamiko hayo. Hata hivyo, wananchi wanaendelea kuomba hatua za haraka zichukuliwe ili kuondoa vizuizi visivyo halali na kurejesha hali ya kawaida katika barabara muhimu zinazounganisha maeneo ya Uvira, Fizi, Baraka na Mwenga. Hiyo ndio ilikuwa ripoti yetu ya habari kuhusu malalamiko ya wasafiri dhidi ya ongezeko la vizuizi na ushuru usio rasmi katika baadhi ya barabara za Kivu Kusini. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako huzuni imetanda katika mji wa Goma mkoani Kivu Kaskazini kufuatia taarifa za kifo cha Claude Rwamakuba, kiongozi wa ngazi ya mtaa wa Murara katika wilaya ya Karisimbi. Kulingana na baraza la vijana la wilaya Karisimbi, Rwamakuba alifariki dunia siku chache baada ya kuachiliwa kutoka kizuizini katika eneo linalodhibitiwa na muungano wa waasi wa M23 RDF. Katika taarifa iliyotolewa na rais wa baraza hilo Claude Rugo, inaelezwa kuwa marehemu alikuwa amekamatwa baada ya kudai alipwe mshahara wake kutoka kwa mamlaka zinazodhibiti eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kukamatwa kwake kulifuatia hatua yake ya kuhoji kuhusu haki yake ya malipo. Baraza la vijana la Karisimbi limesema limesikitishwa na kifo hicho na limetaka uchunguzi wa kina ufanyike ili kubaini mazingira yaliyosababisha kukamatwa kwake, namna alivyokuwa akishikiliwa kizuizini pamoja na chanzo halisi cha kifo chake. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa inayobainisha sababu ya kifo cha Claude Rwamakuba. Kutokana na aliyo, maswali mengi bado yanaendelea kuibuliwa na wananchi pamoja na viongozi wa vijana kuhusu kilichotokea kabla na baada ya kuachiliwa kwake. Tukio hili limeongeza wasiwasi kuhusu hali ya haki za kiraia katika maeneo yanayoathiriwa na mzozo wa silaha katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wadau mbalimbali wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kulindwa kwa haki za msingi za wananchi na kufanyika kwa uchunguzi wa wazi na usioegemea upande wowote ili ukweli ubainike. Kwa sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa viongozi wa M23 RDF kuhusu tuhuma zilizotolewa na baraza la vijana la Karisimbi. Hivyo taarifa zilizopo kutokana na maelezo ya viongozi wa vijana, huku sababu rasmi ya kifo ikiwa bado haijathibitishwa rasmi. Hiyo ndio ilikuwa ripoti yetu ya habari kuhusu kifo cha Claude Rwamakuba, kiongozi wa mtaa au chef de quartier wa eneo la Murara mjini Goma, ambaye alifariki siku chache baada ya kuachiliwa kutoka kizuizini. Uchunguzi unaotarajiwa unaweza kusaidia kubaini mazingira halisi ya tukio hilo. Tuendelee na habari za siasa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa imeibua mjadala mkubwa kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa muungano wa M23 unaoendesha shughuli zake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hiyo inaelezwa kuwa aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila anatajwa kuwa miongoni mwa watu wanaotarajiwa kupewa nafasi muhimu ya uongozi wa kisiasa ndani ya muungano huo wa M23, huku kiongozi wa M23 Corneille Nangaa akielezwa kuwa yuko tayari kuachia nafasi hiyo endapo mpango huo utatekelezwa. Kwa mujibu wa taarifa zilizomo katika ripoti hiyo, mabadiliko hayo yanatajwa kuwa sehemu ya mkakati wa kuimarisha uongozi wa kisiasa wa M23 wakati mpango wa mvutano na kiusalama ukiendelea katika maeneo mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hiyo pia inaeleza kuwa hatua hiyo inaweza kubadili taswira ya uongozi wa muungano huu kwa kumweka Joseph Kabila kama sura kuu ya kisiasa ya M23. Hata hivyo, madai hayo yanatokana na tathmini ya Umoja wa Mataifa na hayajathibitishwa rasmi na Joseph Kabila wala uongozi wa M23. Kwa upande wake, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuishtumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara. Serikali ya Kinshasa pia imekuwa ikimtuhumu Joseph Kabila kwa kuwa na uhusiano na waasi, tuhuma ambazo naye amekuwa akizikanusha vikali. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanaeleza kuwa iwapo mabadiliko hayo yatathibitiwa, yanaweza kuwa na athari kubwa katika mchakato wa amani unaoendelea kupitia mazungumzo ya kikanda na kimataifa. Pia wanaweza kuongeza mvutano wa kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika kipindi ambacho juhudi za kurejesha utulivu mashariki mwa nchi ya DRC zikiendelea. Kwa sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa Joseph Kabila, Corneille Nangaa au uongozi wa M23 kuhusu taarifa hizo za Umoja wa Mataifa.
Hivyo taarifa hizo zinaendelea kusubiri uthibitisho au ufafanuzi kutoka kwa wahusika wakuu. Wakati huo wananchi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kutarajia suluhisho la kudumu litakalomaliza mapigano na kurejesha amani katika maeneo yaliyoathirika na vita kwa muda mrefu. Baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha na kuongea moja kwa moja nambari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea huko pembe zote za dunia. Karibu. Tuanzie Mashariki ya Kati ambapo Rais wa Marekani Donald Trump amewashutumu viongozi wa Iran na kuwaita waongo baada ya uongozi wa Tehran kupuuzilia mbali madai yake kwamba mazungumzo mapya kati ya pande hizo mbili yalikuwa yanatarajiwa kuanza hii leo. Katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, Rais Trump amesema uongozi wa Iran una tabia ya unafiki wa kiwango cha juu kisichoaminika. Mapema leo Iran ilisema kuwa kwa sasa haifanyi mazungumzo na Marekani kuhusu kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Siku ya Jumamosi, Donald Trump alisema kuwa alisitisha mashambulizi ya angani yaliyopangwa kufuatia ombi kutoka kwa utawala wa Iran, jambo ambalo Tehran inakanusha. Hii ni hatua ya hivi karibuni zaidi katika mfululizo wa matangazo yaliyotolewa wakati wa mzozo huu wa miezi mitano, ambapo Rais Trump ametishia kufanya mashambulizi makubwa kisha kughairi hatua hizo dakika za mwisho. Bei ya mafuta duniani ilishuka leo katika masoko ya hisa barani Asia kufuatia tangazo la Rais Trump. Hivi ndivyo alivyowaambia waandishi wa habari akiwa ndani ya ndege ya Air Force One. I was asked to by Saudi Arabia. Niliomba kufanya hivyo na Saudi Arabia, UAE, Qatar na Iran. Tulikuwa tayari kuanza mashambulizi na wakati huu lingekuwa ni shambulio kubwa. Tulikuwa tayari kabisa. Lakini washirika wanapoomba kusitisha mpango huo ni lazima utulie na kutafakari. Na nadhani sababu yao kuomba hivyo ni kwamba kuna makubaliano yaliyoafikiwa. Kuna makubaliano kuhusu Hormuz na kisha kutakuwa na makubaliano kuhusu swala la nyuklia, au unaweza kuita hatua ya kuondolea Iran uwezo wa kinyuklia. Mimi huita hivyo na tunashikilia msimamo huo. Tutaona kitakachotokea. Tunaweza kufanya hivyo wakati wowote tunapotaka. Lakini tumeombwa na makundi makuu matatu na hata Iran pia inatuomba sana. Walisema tungependa kufanya makubaliano. Wakati huo Iran imesema kuwa iko katika mkondo wa kukamilisha mchakato wa makubaliano kuhusu jinsi Omani itakavyosimamia usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Nchi hizo mbili zinadhibiti pande zote mbili za njia hiyo muhimu ya maji ambayo imekuwa kiini cha vita kati ya Iran na Marekani. Sasa tusalie Mashariki ya Kati. Wafanyikazi wa huduma za dharura na uokoaji nchini Lebanon wamelipa gharama kubwa wakati wa vita kati ya Israel na Hezbollah. Zaidi ya watu 130 wameuawa katika mashambulizi ya Israel tangu mgogoro wa hivi karibuni zaidi ulipozuka mwezi Machi, kulingana na takwimu kutoka Wizara ya Afya ya Lebanon. Msimu huu wa joto unatimiza miaka 20 tangu pande hizo mbili zilipopigana katika vita vingine vya kikatili. Mwandishi wa BBC Arabic Karin Torbey amekutana na mfanyikazi mmoja wa ulinzi wa raia aliyefanya kazi kwenye mstari wa mbele wa mgogoro huo na kusalia na makovu ya athari ya vita vyote viwili. Taarifa yake inawasilishwa na Leila Mohamed. Kati ya mwaka 2006 na 2026 ni miaka 20 ambapo vita vitatu vilivyoleta maafa makubwa kati ya Hezbollah na Israel na majanga na hofu zinazojirudia. Mnamo tarehe 12 Julai mwaka 2006, vita vilianza nchini Lebanon baada ya Hezbollah kuua na kumkamata wanajeshi wa Israel kwa lengo la kubadilishana na wafungwa wa Lebanon na Kiarabu walioshikiliwa na Israeli. Wakati huo Ali Safi Aldin alikuwa na umri wa miaka 19 akijitolea kusaidia katika idara ya ulinzi wa raia mjini Taya, ambapo raia walikuwa wamekimbilia kukwepa vita. Miongoni mwao walikuwa mke wake na binti yake Lynn. Katika siku ya 4 ya vita hivyo, jeshi la Israeli lilishambulia kwa mabomu jengo lililokuwa na kituo cha ulinzi wa raia mjini. Ilisema wakati huo kuwa lilikuwa likilenga kituo cha Hezbollah mjini humo. Ali anasisitiza kuwa jengo hilo lilikuwa na wafanyakazi wa ulinzi wa raia na raia pekee. Nilimkuta binti yangu akiwa mikononi mwa mama yake. Kifaa cha bomu kilimpa mke wangu jeraha la mkononi. Ulionekana kama vile umekatika. Kipande kingine cha bomu kilimpiga binti yangu shingoni. Wote wawili walikuwa wameungua. Nilimbeba binti yangu. Bado alikuwa anapumua. Alikuwa amepata majeraha makubwa sana. Lynn hakunusurika. Angekuwa na umri wa miaka 21 sasa. Miaka 20 baadaye,
Ali amepata msiba mwingine wenye maumivu makubwa katika vita vingine kati ya Hezbollah na Israel. Yote yalianza mnamo mwaka 2023 wakati Hezbollah ikionyesha kuunga mkono Gaza. Kusitishwa kwa mapigano kulifikiwa mnamo mwaka 2024, lakini Israel iliendelea kushambulia nchini Lebanon. Kisha mnamo Machi mwaka 2026, Hezbollah ilirusha roketi kuelekea kaskazini mwa Israel kama jibu la mashambulizi ya Israel na kulipiza kisasi cha kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran. Kufikia wakati huu, Ali alikuwa amepanda ngazi na kuwa mkurugenzi wa kituo cha ulinzi wa raia mjini Taya. Mwishoni mwa mwezi Aprili, aliondoka kwenda kwenye uokoaji pamoja na wafanyakazi wengine wa dharura wa timu yake kufuatia shambulio la Israel kusini mwa nchi. Walimtoa mwathirika wa kwanza, kisha shambulio jingine la Israel likapiga eneo hilo na kuua wafanyakazi watatu wa dharura waliokuwa na Ali. Tulifanikiwa kumtoa mtu aliyejeruhiwa. Tulipokuwa tukimbeba, Hadi na Hassan waliniambia, "Nenda ukalete gari la wagonjwa hapa karibu." Niliwatazama na kuacha wakimbeba mtu huyo aliyejeruhiwa na nikaenda kuchukua gari la wagonjwa. Nilifika na kuingia kwenye gari hilo. Nilitazama nyuma kupitia kioo cha gari. Mara ghafla niliona giza tupu na weusi. Kombora lilishuka na kupiga katikati ya kitanda cha kubebea wagonjwa. Ikawa ndiyo hivyo. Kila kitu kiliishia hapo. Jeshi la Israeli lilisema lilikuwa linamshambulia kamanda wa Hezbollah aliyekuwa akifanya kazi karibu na wanajeshi bila kutoa ushahidi. Miaka 20 tangu mwaka 2006, silaha zimekuwa za kisasa zaidi na hofu zinazoleta ni vigumu hata kufikiria. Vita ni vita, lakini kuna tofauti kubwa kati ya mwaka 2006 na mwaka 2026. Mashambulizi ya vita hivi hayaelezeki. Roketi za sasa hazielezeki, zina nguvu kubwa sana. Maumivu aliyopata Ali ni ishara tu ya mateso ambayo raia wengine nchini kote wanayapitia katika vizazi kadhaa. Katika muda wa siku 10 zijazo, taifa la Zambia litashiriki uchaguzi mkuu ambao kwa sasa umefuatiliwa kwa karibu sana na wengi nchini humo. Rais wa sasa Hakainde Hichilema aliyeonekana kama atarejea madarakani kwa urais hapo awali, sasa anakabiliwa na kibarua kigumu kutoka kwa upinzani ambao umeungana dhidi yake. Mpinzani wake mkuu ni Brian Mundubile, wakili na mbunge ambaye kwa sasa anawania urais kupitia tikiti ya muungano wa vyama vya upinzani. Mundubile ambaye hakuwa na umaarufu mkubwa sana hapo awali, kwa sasa ndiye mgombea anayewakilisha upinzani ambao awali ulikuwa umegawanyika. Muungano huo ni wa wafuasi waliosalia wa chama kilichotawala awali cha Patriotic Front na vyama vingine vidogo. Kiongozi huyo amekuwa akiwavutia watu wengi katika mikutano yake ya kisiasa, akiendeleza ujumbe wa kupunguza gharama ya juu ya maisha, ukosefu wa ajira na kile anachokitaja kama maboresho yasiyotosha kwa maisha ya kila siku ya raia wa Zambia, japo kumekuwa na udhibiti wa kiasi kidogo tu wa uchumi chini ya serikali iliyopo madarakani kwa sasa. Mwandishi wa BBC Ndigi Ndaba Jona Buyoya amezungumza na Mundubile na kumuuliza kwa nini ana umaarufu mkubwa. High poverty levels. Viwango vya juu vya umaskini na sheria zinazowakandamiza watu ambazo serikali ya sasa imepitisha ndizo sababu ambazo zimefanya raia kuwa na ugumu wa kuwasiliana. Kwa hivyo, ujumbe tunaopata ni kwamba watu wanahisi kwamba tunawapa uhuru, wanaouita uhuru wa pili wa taifa. Hapo mwanzoni tulidhani kwamba tunakabiliana na hali ya umaskini peke yake, lakini sasa inaonekana kwamba sheria zinazokandamiza watu zina athari kubwa kwa uhuru wa watu na haki za raia. Je, unafikiri wewe ndiyo kiongozi sahihi wa kushughulikia masuala haya, ikizingatiwa kuwa ulikuwa waziri katika serikali iliyopita ambayo raia wa Zambia waliondoa madarakani hasa kutokana na mambo hayo unayozungumzia sasa? Raia wa Zambia walikuwa na wasiwasi kuhusu uhuru nchini kutokana na taasisi za umma kuingiliwa na wanachama wa chama chako waliokuwa na tabia za vurugu. Pia walilalamikia gharama za maisha, mfumuko wa bei ulikuwa juu sana wakati wa utawala wenu. Hivyo basi, kwa nini unasema wewe ni mbadala mwafaka?
Well, first of all, Naam, kwanza tofauti nilionayo mimi kama Brian Mundubile ni kuwa ninaipenda Zambia na ninawapenda raia wa Zambia. Ukitazama manifesto ya chama chetu inaangazia raia na pia wanawake na vijana, tunawatoa pembeni na kuwafanya kuwa kipaumbele cha sera yetu ya mabadiliko ya kiuchumi, na tunawafanya vijana wawe wasimamizi wa mabadiliko ya kiuchumi. Hakika, mapenzi haya ulionayo kwa nchi hayawezi kutosha kushughulikia matatizo ya Zambia. Matatizo ambayo haukuyashughulikia ulipopewa fursa ya kuhudumu. If you look at, Ukiangalia jinsi tulivyoendesha shughuli zetu wakati tulipokuwa serikalini, kwanza tulikuwa na msimamo wazi kuhusu yale tuliyoyataka kuwafanyia wananchi maskini. Kwa hakika tulitekeleza sera zinazowajali maskini, tukianza kwa kuwekeza katika miundombinu muhimu ya msingi. Ingawa ilionekana kana kwamba tulikuwa tukishughulikia miradi mikubwa, lengo letu hasa lilikuwa kuwasaidia maskini. Hata hivyo, sasa tunahitaji kuwekeza ili kujenga viwanda, na pindi tutakapokuwa na viwanda tutatengeneza ajira. Hiyo ndiyo njia pekee tutakayoweza kupambana na umaskini. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi tukutane katika taarifa zetu za habari za mchana. Asante, chao.